Kwa hiyo kumbe ndo kule Ntuluhongwa kilichokutwaa Kikomani kucha kuipa huku. Yaani basi tu sawa tu, ulitoka Kigoma kuja kutafuta maisha, kumbe ulikuja kuipa. Kukutafuta kote huku umejificha huku tu. Afu kwa nini unalia? Mama Gogo, mbona unalia? Yaani mimi ninapokumbuka nyumbani kwetu Kigoma. Kila mara dada anakukumbuka kwa Kigoma kulia. Ai maajabu. Sawa, acha kulia Magogo. Na unadeka kweli? Magogo, mimi najua ni kwa sababu bado hujapata ndugu yako. Vumilia tu, ndugu yako utampata, wala si kwa muda mrefu. Si ushampata ndugu yako, utarudi nyumbani kwenu Kigoma. Haya sawa. Acha kulia eti. Jitahidi tu kumtafuta, utampata eti. Haya. Twende sasa tukale. Nakuja nyie tangulieni. Siwezi nikawaambia kilichotokea kuhusu huyo ndugu yangu. Ina maana kama akijua namulilia yeye. Kisasi hakitoisha, nitalipiza. Sikuwatenda kwa ubaya, wameniumiza, nitalipiza. Mwanangu Po. Mwanangu nimekuita hapa mwanangu, mimi sijielewi. Shida nini mshikaji wangu? Mwanangu nahisi kama namkosi vile yani. Unamkumbuka shemeji yako? Shemeji yangu huyo. Kile kidemu kifupi kile mwanangu ambacho kilikuwa kinakuja hapa geto mara kwa mara. Sawa Mwanangu yule demu mwanangu, kuna mshamba fulani ameingia hapa mtaani mwanangu. Ni mgeni kabisa yani. Afu shemeji yako ndo ametokea kumuelewa yani mwanangu. Karibu. Asante. Habari. Ukae. Hapa nasikia hapa natosha. Sawa. Dada. Mwambie kaka arudishe mdogo wangu. Mwambie kaka arudishe mdogo wangu. Mimi nikaona uni uboya mwanangu. Sawa. Nikaenda nikamdaka yule demu mwanangu. Nikamleta nikamweka geto. Sasa nimeweka ndichi mwanangu. Yaani mwanangu amelia kishenzi. Sawa? Ikafika wakati mwanangu paka kazima.
Acha maajabu sasa. Mwanangu leo siku ya ngapi? Leo siku ya pili mwanangu. Yaani demu amki. Yaani toka alivyozima mwanangu hajazinduka hata mara moja. Na maana maanisha demu uponee geto mpaka muda huu. Po unavyokuambia demu yuko mbichi. Na unamaanisha amelia mpaka akazimia? Wasikia dingiko hivi saa. Msala huo mwanangu. Nuks. Kaka yangu mimi na mdogo wako, yaani unamaanisha kampeleka wapi? Ukishamwambia yeye mwenyewe atafahamu. Kilichopo kumwambia arudishe mdogo wangu. La sivyo atajua upande wangu wa pili. Lakini unanichanganya dada yangu, sijakuelewa bado. Na kweli lazima likuchanganye. Maana wewe alikuhusu, ndio muhusu ni kaka yako. Sasa sikilizeni kupangilia misondo mshikaji wangu, ipo hivi saa. Ishakuwa ni mada kesi. Unajua nini cha kufanya? Maana tayari kama demo ameshazima, afu na hapa kitaa wakishaelewa nini? Si unaelewa jao mshikaji wangu. Kwa hiyo inakuwa ni uongo. Mimi nilikuwa na wazo, wewe ni mshikaji wangu ambaye ni karibu sana. Mimi kampani ambayo utakupatia huyo demo, tusikilizie anapofika night. Tumchomoe mwanangu tukamtelekeze mshikaji wangu. Sikia mwanangu tusizinguane. Mwanangu unafahamu kufika kabisa mwanangu yule demo mwanangu mimi namuelewa kishenzi. Yaani mwanangu yule ndo mama mtu. Hapo unaanza kuleta habari za kwenda kumdampa. Mwanangu hivi nakuja akili. Wanaelewa lakini sasa tayari kashazima itakuwaje? Ana tayari kashazimia ghetto muni wangu. Basi fresh mwanangu. Mwanangu hii imeisha hiyo mshikaji wangu. Hii imeisha. Au unasemaje? Fresh. Nakubali. Tumalize show mwanangu. Nakubali familia. Imeisha hiyo mwanangu. Lakini basi fanye jitahidi mwanangu asijue mtu yoyote. Hamna noma. Poa ina. Mgeni wa kijiji, mgeni wa kijiji. Mdogo wangu, taarifa zako zimenishtua. Bibi, kuna tatizo? Ni yale mazingara au ni watoto kulia usiku? Sio kwamba kulia watoto usiku, bali shida iliyopo hapa ni kubwa zaidi. Familia ambayo imefanya mabaya kwenye familia yetu. Kuna huyo dada alikuja hapa, anadai kwa umrudishe mdogo wake. Baby. Sawa. Karibu tu. Asante. Fresh na kwaje? Kama kaa. Kama kaa. Naomba nenda. Hivyo ndo. Vipi ndugu yangu? Mbona lala muda kama huu? Kwa nahisi kichwa kinanigonga, afu kizingatia kule jogo na penyewe mambo yamekata. Hivyo ikawa tu nisikilizie geto. Baby karibu. Asante sana, shakaribia. Hapo sasa dawa imeanza kuingia. Lakini mbona bado? Kuhusu hilo mdogo wangu, wala hata usijali. Hilo mimi nitalienda. Sawa mdogo wangu? Kile kakaangu lazima kunishangaza kwa sababu mama anaingia kwenye vita kali sana kakaangu. Halafu mimi naogopa pia. Mdogo wangu, ondoa shaka juu ya hilo. Kwa sababu
mimi hakuna baya lolote litakalonikuta. Sawa mdogo wangu? Wewe kuwa na amani kabisa. Kaka, mimi amani siwezi kuwepo nayo mpaka pale ambapo nitasikia uko sawa wewe na unaachana nayo mambo ya ajabu ambayo yanafanya hapa nyumbani mimi nisiwe na amani. Mdogo wangu, ondoa shaka, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa mdogo wangu? Ondoa shaka tu. Mimi bana, kuna kitu kinanisumbua sana. Nimekaa nyumbani pale, kuna mambo fulani yananichanganya. Yaani ni kuhusiana na mdogo wangu. Mdogo wako? Mdogo wako kafanyaje? Bana, mdogo wangu bana, hii ni siku ya tatu haonekani nyumbani. Sasa nikasema mimi kama kaka mkubwa, kwa nini akakaa tu mdogo wangu simuone? Nimeulizia kule kwa marafiki zake wote, wanasema hawajamuona. Nikasema labda wenda kwa sababu pia naona unampenda mdogo wangu, nikasema nije moja kwa moja nikuulizie. Labda wenda anaweza kuwa naye au wenda labda kuna sehemu kamuona. Bwana Dula. Naam. Kifupi ni kwamba mdogo wako hapa hayupo. Na ukizingatia mara ya mwisho wewe mwenyewe tulikuwa na wewe hapa, na ukadai kwamba huwezi kuruhusu mdogo wako akaolewa na mimi. Kwanza muhuni, ni mtu ambaye sijielewi. So nashangaa unakuja hapa tena kuanza kuniulizia habari za mdogo wako. Zinakujaje tena kwa upande wangu? Afika shikaji. Yaani kuna muda wewe nasikia furaha. Na gani hiyo? Nazungumzia Vero. Vero kafanyaje? Hivi acha Mungu nampenda. Ya, mwanangu. Mwanangu naongelea Vero yule mjua mimi. Mwanangu Vero yule aliyeoza mwanangu tumeenda kukupoteza mwanangu. Ule tu ni unene mwanangu, yule anatumia dawa yule. Babu umepotea. Yaani hapo umeteleza. Mwanangu tunampoteza huyu. Huyu tunampoteza. Alafu pia niwaambie washikaji. Niko jambo ndio mimi sielewi sana. Mariam bwana yaani amefariki. Oa wewe. Umesema nani? Mariam. Afu jue Mariam mwanangu mimi namuelewaga kishenzi mwanangu, unajua afu unaniambia Mariam amefariki. Oa mwanangu tena. Sasa acha msiana. Ndio bwana kumtu kumwambia si mambo ya kufariki ya jamani wake ni kitu kibaya sana. Wenyewe unapisha. Hapo pia tena na Amina amepotea. Ampoteaje? Yaani ampoteaje labda mnielezee. Maana sielewi. Oneni mwanangu, sikilizeni. Sonjo. Yaani nimekuja hapa si kwa ubaya. Yaani nimekuja kuulizia kwa sababu mdogo wangu ni sana mdogo wako wewe. Tukiachana mambo sijui ya ushemeji na nini, yule ni sana mdogo wako wewe. Kwa hiyo mimi nimekuja tu kuulizia, sio kwa ubaya wala kwa nini. Labda wewe ndio umemuona sehemu yoyote ile kwa sababu siwezi nikakaa kwa amani mdogo wangu simuoni nyumbani. Mdogo wako hapa hayupo. Halafu kitu kingine unafahamu fika kwamba toka amekuja yule kijana mgeni hapa kijijini, mdogo wako amekuwa mbali na mimi. Sasa sielewi. Yaani anyway tuachane na hayo. Hapa mdogo wako hayupo. Ni hivyo tu. Basi sawa. Mimi ngoja niende kumwangalia na kumuulizia kwa marafiki zake. Okay. Karibu. Haya noma ndugu yangu. Basi fresh. Popo. Lakini mbona macho yake yanaonyesha zaidi kwamba kuna kitu anakifahamu ila ananificha. Ninavyozani chanzo cha haya yote ni huyu mgeni aliyekuja kwenye hichi kijiji chetu. Wewe ndio muongea point sasa. Hapo nimeanza kukupata. Eti. Hivi mwanangu yani. Afu mwanangu sikilizeni. Hivi ni hata amfikiri alivyokuja tu huyu mgeni huyu. Wameanza kupotea watu. Afu tena kingine, kwa nini wapotee wa kike? Afu sisi wavulana hatupotei kwa nini? Ni amfikiri
Ami unajua hata kijiji chimia simaza kukishinda. Mzungumzio mgeni anayejiita jina wanamuita Magogo. Nani? Magogo. Sawa. Huyo mnasemea Magogo huyo. Kuna kipindi fulani nilikuwa muda fulani nikuta maskani kwetu. Sawa, labda niseme hivyo. Alisema bana anamtafuta ndugu yake. Anaitwa Ndogo letu Ruhungwa. Kitu kama hicho nakumbuka. Akaniambia kwamba anamtafuta. Na ninavyohisi tangu hiyo kijana ameingia kwenye kijiji ndio mwanzo matatizo yameanza. Sijajua shida ni nini. Lakini jamani, unavyosema kwamba yeye ndio chanzo cha matatizo mna hakika gani? Leo ndio kama unaongea kitu kwamba yeye ndio amekifanya kumbe sio yeye. Mwanangu namuelewa au? Gaza umeanza. Wewe ndio huyo anafahamu. Wewe mwanangu kama ni hivi vipi tutaweza tutuende tu maskani wetu. Sister, mambo vipi? Poa vipi? Niko poa. Unajua mimi na shida bwana. Shida gani? Mdogo wangu hayupo nyumbani. Leo ni siku ya 3 haonekani. Na ndio maana niona hapa nimetokea kule chini kumuulizia kwa marafiki zake. Lakini kila nayemuulizia anasema hajamuona. Kila nayemuulizia anasema hajamuona. Kwa hiyo nimeona ni bora na wewe nimekutana na wewe nikuulize, je, labda kuna sehemu umemuona labda? Wala hata sijamuona. Wewe kijana, umeshashindwa kumrudisha mdogo wangu? Hivi wewe mama, unanitafuta nini? Narudia mara ya pili. Umeshashindwa kumrudisha mdogo wangu? Sasa simrudishi. Unataka nini? Sikiliza. Au unataka nikuumize moyo tena? Niumize moyo wangu? Uniumize moyo wangu mara ngapi? Wakati tayari umeshaniumiza moyo wangu mpaka hapo. Mimi ninachotaka urudishe mdogo wangu. La sivyo utaujua upande wangu wa pili. Sasa nisikilize. Nisikilize kwa makini we mama. Si mmemla nyama mamangu? Si mmemla nyama mamangu? Sasa hii vita ndio kwanza inaanza. Unataka vita na mimi? Sasa yani umechokoza moto. Umechokoza kibuyu cha asali. Sasa nyuki lazima zikung'ate. Labda sio mimi. Ni hivi, mtanikubali tu. Mtanikubali tu nyie, mbona nyie ni wachumba tu. Mgeni